Wengineko tunaarifiwa kwamba maafisa wa polisi kaunti ya Mombasa wanawazuilia watu 4 huku wakichunguza uwezekano wa dini potovu katika mtaa wa Chaani. Watu hao 4 akiwemo mtoto walikamatwa wakiendesha vitendo visivyo vya kawaida nyumbani mwao na hata katika barabara za mtaa huo. Na kama Francis Mtalaki anavyoarifu, wakazi wanataka polisi kuchukua hatua kuzima uwezekano wa dini za kupotosha. Ni tukio lilozua taharuki, wakazi wa Chaani wakipigwa na butwaa kwa wanawake hao watatu, mwanamume na mtoto, kutembea uchi usiku wakiomba. Yale niliona jana, niliona kama mashetani wametokea hapa ghafla. Hata nilichanganyikiwa na kazi. Hata watu wengi customer wangu wote walienda na pesa yangu. Sababu nilichanganyikiwa, wingi wa watu, yani wako tubutubu akina mama. Niliona bingu imefunguka ingine. Sababu sijaona hiyo kitu maishani mwangu. Mimi hata nikawaangalia nikaona ni kama nilikufa, kwani niko nchi gani? Mimi nikaona ni kama ni TV naona, nikafikiria ama niko kwa media. Kwa kweli hata mimi sijai kuona maishani mwangu. Walikuwa wanalala chini wakiinua mikono juu, wakiongea vitu ambavyo havieleweki. Kashangaa ni ulimwengu umeisha ama ni nini? Sijaiona kitu kama hiyo. Walikokuwa wakielekea na dhamira yao hakuna anayefahamu hadi sasa, ila walioshuhudia songo mbingo hilo wanasema wamekuwa wakihubiri barabarani eneo la Chaani Kona, usiku maombi nyumbani na kushiriki kanisa moja jirani katika makazi yao. Nguo walizokuwa wamevalia zimesalia hapa. Hawa mama wao tunawasikia kila siku wakifanya maombi, ni mambo ambayo washazoea kuomba. Hata saa nyingine huwa wanaomba karibia hata masaa 10 kuanzia asubuhi mpaka jioni. Mimi naona ni kama ni cult. Juu nasikia uaga wanahubiri pale Kona Chaani. Juu vile walikuwa wanafanya wako kwa dini fulani yenye hatuwezi elewa, huwa wanaambiwa wafanye vitu gani. Akihubiri huyo mama ni huwa anasema watu watubu, waokoke, lakini cha kushangaza jana usiku wao wenyewe ndio walikuwa wanatubu. Maana nasikia wakisema Mungu tusaidie, Baba tusaidie. Maafisa wa polisi wameanzisha uchunguzi, washukiwa kuhojiwa kabla ya kufanyia uchunguzi wa kiakili kabla ya kufikishwa kotini. Hii watu wamekuwa wakiomba wasijui masaa 10 continuous. Masaa zingine hata wanakuja kwa balcony uchi. So ni makosa kwa mwenye nyumba kunyamaza tu muda hii yote bila kutuambia. So tunaomba wale wanakombolesha watu manyumba, ujue hii wale wanakombolesha ni watu aina gani, wanafanya nini. Francis Mtalaki, Ringa Citizen, Mombasa.